Shalom, shalom mpendwa mtoto wa Mungu. Nina furaha siku ya leo tuweze kusikia kutoka kwa Bwana. Leo tunapata neno kutoka katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11. Neno linasema namna hii: maana nayajua mawazo ninayo wawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Neno hili liko na uzito sana. Neno hili lina maana nzito sana, na inamaanisha kwamba Mungu ako na mpango na maisha yako. Mungu kuna yale mawazo ambaye anakuwazia. Ni kawaida kwa kila mwanadamu, kwa asilia vile Mungu alivyotuumba, tuwe na mipango yetu, tuwe na mikakati yetu, tuwe na mawazo yetu. Lakini jua ya kwamba kabla ya mpango wako, kabla ya mawazo yako, kabla ya mikakati yako, kabla ya vile wewe unavyotaka, Mungu kuna vile alishatayarisha mpango kuhusu maisha yako kabla ya wewe hata kuumbwa. Kwa hivyo katika mipango yetu na katika kila jambo ambalo tunalolifanya, ni sawa tuwe na mipango, ni sawa tuwe na mikakati, ni sawa tuwe tunawaza hili na lile. Lakini ningependa kukuambia kwamba Mungu akona mpango na maisha yako, na ndipo mpango wako ama mawazo ulio nayo ama mikakati ulio nayo iweze kufaulu, iweze kutimia. Ni lazima mpango wako uendane na mpango wa Mungu. Mpendwa, Yesu Kristo akatuambia namna hii ya kwamba na mtakapoomba sawasawa na mapenzi ya Baba, maombi yenu yatajibiwa. Sio kuomba tu, bali kila ombi ambalo tunaloomba lazima liwe linaendana na mapenzi ya Baba. Na utajuaje mapenzi ya Baba? Neno linasema katika kitabu cha Warumi 8 ya kwamba na wote waongozwao, wote wasikiao sauti ya Roho Mtakatifu ni watoto wa Mungu. Na hapo katika Warumi neno linasema ya kwamba na yule Roho akae ndani ya mtu ndiye anayejua mapenzi ya mtu. Kwa hivyo wewe shikanisha mipango ulio nayo na mapenzi ya Mungu na mpango wa Mungu, na mpango wako utafaulu. Shalom, Mungu akubariki na akutende mema. Amen.